Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi kutokea Mwanza na Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Tukiwa tunaelekea kwenye siku ya wapendanao, Valentine Day, na kuletea mada ambayo inasema penzi au ndoa iliyologeka hutoa ishara hizi. Penzi lililologeka hutoa ishara hizi. Magumu ni mengi sana ndani ya mahusiano ya kimapenzi, na katika siku hii ya Valentine inayokuja 2026, kuna wengine watalia sana, wataumizwa sana, lakini kuna wachache ambao watafurahia mapenzi yao. Watu wengi wanaamini kabisa kwamba mapenzi ni kitu kigumu sana, na kutokana na imani hiyo wanaishi kwa kuvumiliana, kitu ambacho sio sahihi. Wako watu ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi ambao wanafurahia kwa kiwango kikubwa, waume kwa wake. Hebu fikiria dada huyu anayesema hivi, Dokta, unajua unapompata mtu sahihi, kupendana kunakuja naturally na inakuwa ni rahisi. Niko ndani ya ndoa, huu ni mwaka wa 19. Tumefahamiana kwa muda wa miaka 22. Hajaacha kunifanyia yale mambo ambayo alikuwa ananifanyia, ambayo yalisababisha niweze kumkubali na kumpenda. Ananifanya nicheke, na kila siku namwombea kwa Mungu. Tuna watoto 3. Mapenzi yetu kwa kweli, Dokta, si ya jutii. Sasa hawa watu wako mbinguni, wako duniani. Huyu mtu yuko duniani. Sikiza mwingine anasemaje? Huyu ni mwanamke anasema hivi, Dokta, yani mambo ni rahisi. Mume wangu ni mtu ambaye anajali na kuniwaza na kuniwazia. Unaona, anajali na kuniwaza na kuniwazia. Sina haja ya kubashiri, najua kitakachokuja siku zote ni chema. Sasa sina haja ya kubashiri, sina haja ya kubeti. Anasema sina haja ya kubeti, najua tu ananipenda. Anasema kamwe sijakuwa na wasiwasi juu ya hisia zake juu yangu. Yuko wazi, ananiambia kila kitu kiko wazi kabisa, tena moja kwa moja, anatumia neno la Kiingereza direct. Anasema huyu ndio mtu hapa duniani ambaye roho yangu inampendelea. Akaweka kwenye mabano, he is my favorite, yani the best. Sasa kama yanawezekana haya mambo kwa wachache, kwa nini yasiwezekane kwa wote? Na sisi wa Kristo tunasema kwamba yote yawezekana kwake aaminie. Yesu anasema kwamba yote yawezekana kwake aaminie. Haleluya! Leo niliweka kwenye profile yangu ya WhatsApp, nikaweka status ambayo inaonyesha nyani anavyowashinda simba. Nyani alivyowashinda simba. Ni kwenye status yangu nikaandika kwamba mpingeni shetani na yeye atawakimbia. Sasa basi, nataka kukisema ni hiki, ni kwamba kila kitu kinahitaji nia, na Waswahili wakasema penye nia pana njia. Shida tumeruhusu kuona kupendana ni tatizo. Kumpenda mwanamke ambaye labda ni mnene, kupenda mwanamke ambaye ana hasira, kupenda mwanaume ambaye ni mbabe ni tatizo. Kwa hiyo kama ni tatizo, linahitaji kulitatua. Na kama inahitaji kulitatua, maana yake inahitaji mbinu. Sasa shida ni kwamba hivi, huyu mwenzio sio tatizo. Hajalisi ni magumu gani ameyafanya, anakufanyia. Huyu mtu sio tatizo. Shida unamuona wewe ni tatizo. Sasa tuende kwenye Biblia. Haleluya. Yaani wabane sasa wanaojifanya wameokoka. Tuende kwenye kitabu cha Biblia kinachoitwa Bible kwa Kiingereza. Tuone Mungu anasemaje juu ya huyu mtu ambaye unamuona wewe ni tatizo. Tuone Mungu anasemaje kuhusu huyu mtu ambaye unamuona ni tatizo. Haya, alipoomba Mungu kitabu cha Mwanzo sura ya 1. Sawa?
Mwanzo sura ya kwanza. Hapo mwanzoni Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa kwanza huo, sawa? Sikiliza. Hapo mwanzoni Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, akaita giza usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Haya, tunaendelea. Mstari wa 24. Mungu akasema, nchi na izae matunda, kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambacho, na wanyama mwituni na jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kwamba ni vyema. Unaona? Kiingereza kinasema kwamba and God saw it was good. Haya, twende, hiyo ni mstari wa 24. Twende mstari wa 29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche uotao. Samahani, nianzie mstari wa 20, nianze mstari wa 27, itakuwa nzuri zaidi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke. Aliwaumba. Mungu akawabariki. Haleluya. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki na baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mstari wa 31 wa sura ya kwanza, sawa? Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Kwa kizungu anasema very good. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Mungu asema hivi, aliwaumba wanadamu na wanadamu, mwanamke kwa mwanamke, akawabariki. Akaomba na vitu vyote ambavyo wanapaswa watu wavitumie katika maisha yao. Akasema kwenye conclusion yake, akasema ni vyema sana. Sasa wewe umepata wapi kibali cha kumuita mume wako mbaya? Umepata wapi kibali cha kumuita mke wako mbaya? Umepata wapi kibali? Kama Mungu alivyoumba akasema ni vyema, wewe umepata wapi kibali? Naomba tusikilizane hapo wapendwa katika Bwana. Maana tunalaumiana kwa sababu tunamwamini Mungu anayeweza yote. Na narudia tena. Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 28, baada ya labda nianzie mstari wa 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke alimuumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Unaona? Mungu, mstari wa 28 pale akasema Mungu akawabariki. Mungu akawabariki. Sasa wewe unayemwita mume wako mbaya, unayemwita mke wako mbaya, unayemwita mchumba wako mbaya, umepata wapi kibali cha kumlani? Kwa kumuita mbaya, umepata wapi kibali cha kumlaani? Mada hii najua itakuwa ngumu, kwa sababu nataka nipambane na wachawi waliologa ndoa yako. Nataka nipambane na wachawi waliologa mahusiano yako. Sawa, hii mada itakuwa ngumu kidogo, lakini nataka tuwaondoe hao wachawi njiani, wasiendelee kuleta matatizo kwenye ndoa yako. Tunataka waondoke. Twende kwenye kitabu cha Hesabu. Twende kwenye kitabu cha Hesabu. Sababu nataka nianze kuondoa. Kwenye kitabu cha Hesabu sura ile ya 22. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 22. Kitabu cha Hesabu sura ile ya 22 mstari wa 11 hadi ule wa 12. Sikiliza. Tazama, Sipori mfalme wa Moabu amewatuma kwangu akisema, tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza. Unaona wachawi hao? Unaona huyu mfalme amejua kwamba wana wa Israeli wanatoka Misri wana nguvu kweli. Narudia tena mstari wa 12. Nianze mstari wa 11. Mstari wa 11, kitabu cha Hesabu sura ile ya 22 mstari wa 11. Ngoja ni relax kidogo, maana naona nimeshajaa moto tayari hapa. Tazama, kuna watu waliotoka Misri wanaofunika uso wa nchi. Basi njoo unilaanie watu hawa, labda nitaweza kupigana nao na kuwafukuza.
Mungu akamwambia Balaam, usiende pamoja na hawa watu, wala usiwalaani watu hawa, maana wamebarikiwa tayari. Haleluya! Unaweza kuona yani kama wewe unamfuata Mungu sawasawa, aliyesema kitabu hiki cha Hesabu kwamba hakuna wachawi juu ya Yakobo. Anasema hakuna uchawi juu ya Yakobo. Mungu ndo amezungumza hivyo kwamba hakuna uchawi juu ya Yakobo. Hasa Mungu anawaona wachawi wanaoiloga ndoa yako. Sawa? Anawaona wachawi wanaologa penzi lako. Sio kwamba haoni. Ni Mungu mwenye enzi. Anawaona yani mbinu wanazotumia ili kuiloga ndoa yako. Sawa? Mungu anaona mbinu ambazo wanatumia, vitu wanavyotaka wavichukue kwenye ndoa yako, waloge ndoa yako. Anaona. Sawa? Sasa kwa sababu anawaona, wewe unayemwamini unalindwa na Mungu. Sasa umekosea nini hata watu wamefanikiwa kuiloga ndoa yako kiasi ambacho mnapambana sana? Sawa? Imekuwaje? Naomba usikilize, nataka tuondoe wachawi. Kitabu hiki cha Hesabu sura ya 23 mstari wa 23. Sura ya 23 mstari wa 23, kitabu cha Hesabu inasema hivi: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli, wala hapana upanga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Naona, unaweza kuona asema hakuna uchawi, maana yake Mungu anajua kwamba uchawi upo. Mpaka Biblia inasema kwamba hakuna uchawi, maana yake uchawi upo. Wataloga ndoa yako, wataloga mahusiano yako ili usifanikiwe, mgombane. Lakini tunasoma pale kwenye Hesabu 22:12, usiwalaani kwa sababu wamebarikiwa. Utokea kitabu cha Mwanzo walipoumbwa, Mwanzo 1:28. Asema usiwalaani, wamebarikiwa hawa. Sasa kama wamebarikiwa, wachawi wamepatia wapi mlango? Wakaingia, wakailoga hii ndoa. Watu wanagombana, wachungaji wanagombana na wake zao, waumini wanagombana na wake zao, wachungaji wanachepuka, waumini wanachepuka. Imekuwaje sasa? Kosa liko wapi? Na Mungu anaangalia kosa liko wapi. Manake tusipofahamu mzizi wa tatizo, tutaendelea kulaumiana, tutaitana wabaya, tutaitana nini, tutalaumiana sana. Wanaume hawawezi kutulia na mwanamke mmoja. Sio kweli. Mungu aliwabariki watulie na mke mmoja. Shetani tu akaingilia kati na wachawi wake akaingilia kati. Sasa kama wengine wanasifia ndoa zao, wanasema dokta, mambo ni rahisi, ni natural, tunapendana tu naturally tu, anajikuta tu ananiambia tu ananipenda, hakupanga. Anajikuta tu ananibusu, hakupanga. Anajikuta tu ananifikisha kileleni, hakupanga. Haleluya! Kileleni, nafika kileleni kwa urahisi tu. Unaona? Hakupanga, ni naturally tu inakuja. Kwa nini? Inakuwaje? Wapendwa katika Bwana, uchawi lengo lake ni kuharibu. Katika tafiti ya mada hii, wataalamu ambao wamesoma juu ya mambo ya uchawi wanasema hivi: uchawi kazi yake ni kumanipulate supernatural forces for personal gain. Yaani wachawi kazi yao ni kutumia nguvu ambazo si za kibinadamu, supernatural, kwa faida zao wao wenyewe, to inflict harm, misfortune, illness and disaster. Ili kukuletea matatizo. Ni kazi ya wachawi. Yaani inazungumza hii tafiti, nakwambia hii mada itakuwa kali sana. Kuondoa wachawi sio kazi ndogo. Kuwaweka pembeni sio kazi ndogo. Sawa? Sawa. Sasa basi, ndoa ina tatizo linakuja wapi? Tatizo linakuja kwa sehemu kubwa kwa wanaume, kwa sababu wanaume ndio wameandikwa ndio kichwa cha ndoa. Tatizo liko kwa sehemu kubwa kwa wanaume, kwa sababu mwanamke ndio ameandikwa ndio kichwa cha ndoa. Lakini sasa Biblia hiyo hiyo inasema mwanaume ndio kichwa cha ndoa. Inasema hivi: mwanamke anaibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Kwa unaweza kuona jinsi gani mtego ulivyo mkali mpaka wachawi wanapewa nafasi ya kuingilia kati, kwa sababu mwanaume hajui wajibu wake katika ndoa na mwanamke naye hajui wajibu wake katika ndoa. Sasa imekuwa ni vulgament. Sasa mwanaume tusikiliza, watafiti wa sayansi wanasema hivi:
Kwa wastani mwanaume 90% ya mawazo yake yanahusu sex. 90%. Anasema hivi, the average male thinks sexual thoughts of about 1,200 up to 20,000 a day. Anasema hivi, yani kwa wastani mwanaume anafikiria mawazo yanayohusiana na mapenzi. Ameona mapaja mazuri TikTok, yanampeleka kwenye mapenzi. Ameona mwanamke mtaani ana makalio makubwa, mawazo yake yameenda kwenye mapenzi. Amesikia sauti nzuri, mawazo yake ya mwanamke yanaenda kwenye mapenzi. Ameona mwanamke ana nywele nzuri, mawazo yake yameenda kwenye mapenzi. Kwa hiyo mwanamume kwa wastani kwa siku mawazo yake ni kati ya kuhusiana na tendo la ndoa ni kati ya 1,200 mpaka 20,000 per day. Sasa inategemea na umri, hapo vinatofautiana. Sawa? Inategemea na umri na inategemea vile anazo chaji za kiasi gani. Maana kama ana nguvu za kiume, yeye ulevi wake ni pombe tu. Nguvu za kiume hana, atawazaje mapenzi? Hawezi. Au anajichua sana, atawazaje mwanamke? Asema hivi, hii ni almost 90%. Yani mawazo mengi 90% kidogo yana uhusiano na mwanamke. Ninunue gari wanawake wanipende. Niwe na hela nyingi wanawake wanipende. Unaweza kuona, yani yote anaunganisha na hapo tu. Kwa hiyo, kwa maneno mengine kwamba akili ya mwanaume kwa 90% iko kwenye mapenzi. Kwa hiyo atafanya kazi apate gari zuri ili kubebea wanawake wazuri. Apate hela ili aonekane na yeye anazo, akitongoza tu anakubaliwa kirahisi. Leo nimeongea na dada mmoja Morogoro kwenye simu. Ana mpenzi wa kizungu. Sasa mpenzi wa kizungu kaenda Ulaya. Anamwambia mambo ya ajabu kweli, sikusimulii, lakini nakwambia hivi. Na huyu mzungu ana mke kwa Ulaya. Haya, sikwambii kwamba ameomba kinyume na maumbile, lakini sio hivyo. Lakini cha msingi ni mkubwa. Nikamwambia bwana, kwa ushauri kwa nilitaka nikusaidia kwenye ile eneo, lipa shilingi 20. Nikamwambia hivi. Akasema bwana, ngoja nitafute. Ngoja nitafute. Nikamwambia unalipa shilingi 20 nikusaidia kwenye tatizo. Kwa sababu tatizo hili yani hapa Tanzania ni wachache ambao wanaweza kumsaidia kwenye ushauri, kwa sababu lazima haya mambo umeyasomea ufahamu huyu mzungu anahitaji nini hasa. Anamtumia hela kila kitu, watoto wanasoma bila shule mbaya na kila kitu, lakini sasa amekwamishwa mahali fulani. Akanitafuta. Sasa basi, ninaposema kwamba ndoa imelogeka kivipi? Ni kwamba lazima utambue kwamba katika maisha yako mawazo yako yana nguvu sana kumbadilisha mwenzio. Mawazo ulionayo yana nguvu ya ajabu sana kumbadilisha mwenzio. Ila kwa sababu sasa unaona kwamba nitashindaje kuwaza juu haya magumu ambayo mume wangu ananifanyia, nitaachaje kuwaza juu haya mabaya ambayo mke wangu ananifanyia, nitaachaje kuwaza. Sasa unapenda baby, sayansi imeliangalia hilo. Kuna kitu kinaitwa energetic field. Ulimwengu mzima huu kuna vitu vinaitwa electrons vinazunguka. Sasa sasa unajua betri ya kawaida, hata umeme kuna positive na chanya, lakini kwenye betri ya remote yako ukigeuza zile betri sehemu ambayo inapaswa ikae positive ukaweka negative, remote yako haifanyi kazi. Remote ya TV haifanyi kazi. Umenielewa mfano? Nazungumza hii kutoka kwenye sayansi, sio Biblia. Sasa basi, wataalamu wa sayansi wanasema hivi, where your focus goes, energy flows. Pale ambapo mtazamo wako umefocus pale, na energy electrons zinaenda kule kukutengenezea mambo yanayofanana na hayo mawazo. Kwa hiyo unapomwazia mwenzio mabaya, huyu mume wako, kwamba kwa nini hajafanya hili? Kwa nini alifikishi kileleni? Sawa. Na wewe kwa nini mke wangu hajui kuchezea korodani zangu? Mchepuko unachezea korodani lakini mke wangu anacheza. Kwa nini hanichezei chuchu zangu? Mwanaume anawaza, kwa nini? Unapokuwa unawaza hivyo, hiyo ni negative. Sasa unaliona ni tatizo wakati sio tatizo. Ukishalita tatizo, maana yake unatafutia solution kwenye mchepuko. Hebu fikiria huyu mwanaume ananiambia live, mke wangu ni mchafu, sehemu zake nyeti zao zinanuka, haoshi vizuri. Ndio mwanaume ameshindwa kumwambia mke wake, lakini ananiambia mimi. Kwa hiyo tayari amepanda mbegu kwenye electromagnetic field, kwenye hii energetic field ya kwamba mke wangu ni mchafu. Sasa kwa sababu amekosa ujasiri wa kumwambia mke wake, hii ndio yake itaendelea kuoza.
Naomba nisikilize hapa. Kwa sababu unaona magumu mengi kwenye ndoa, alafu wewe umebakia tu kwenye TikTok utafuti elimu. Naomba nisikilize hapa. Kwa sababu na mistari kwenye Biblia kusupport ninachokiongea hapa. Sawa? Nimesema hivi, mwanaume ana mchango kwenye hili tatizo na mwanamke ana mchango wake hapo. Sasa shida inatokea wapi? Sawa? Shida inatokea wapi? Tuanzie na mahali padogo. Biblia inasemaje? Kuna watu wanadharau mambo madogo, wakawa wanaangalia tu mambo makubwa. Wewe unaangalia tu mume wako anakusaliti, lakini umesahau kwamba huna ujasiri wa kumwambia mambo ambayo mume wako anayafanya ambayo huyapendi, ambao hayafanyi uyapendi. Twende kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Wimbo Ulio Bora sura ile ya 2. Wimbo Ulio Bora sura ile ya 2. Sikiliza maneno haya. Mstari ule wa 14 na wa 15. Sikiliza. Hua wangu mafichoni mwa jabali, katika sitara za magenge. Nitazame uso wako, nisikie sauti yako, maana sauti yako ni tamu na uso wako ni mzuri. Msifii mke wako, msifii mume wako. Wewe unaona ni kawaida. Wewe unaangalia tu mume wangu ni mzinzi, mke wangu ni jeuri, ni mbishi, mke wangu ni mbishi. Wewe unaangalia hilo. Lakini kumsifia mke wako unapata shida. Sasa sikiliza hapa. Ngoja kusema. Wimbo Ulio Bora sura ya 2. Mstari wa 14. Hua wangu mafichoni mwa jabali, katika stara za magenge. Nitazame uso wako, nisikie sauti yako, maana sauti yako ni tamu na uso wako ni mzuri. Mstari wa 15 ndio kwenye pointi yangu. Tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Unaona? Asema kuna mbweha wadogo, yani vile vitu vidogo ambavyo unavidharau wewe ndio vimezaa yale mambo makubwa, vimeleta uharibifu mkubwa. Narudia tena. Mstari wa 15. Wimbo Ulio Bora sura ya 2 mstari wa 15. Tukamatie mbweha, wale mbweha wadogo waiharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Mizabibu ndio inayoleta mvinyo. Mvinyo unasababisha mtu asikie raha, akinywa pombe anasikia, akinywa mvinyo anasikia raha. Kwa hiyo wanaharibu raha kwenye ndoa, haya mambo madogo. Wewe unaona ni vidogo. Sasa Mungu anasemaje kwenye Zakaria 4:10? Zakaria sura ya 4 mstari wa 10. Mungu anasemaje wewe unaweza dharau mambo madogo? Ndio hapo sasa wachawi wamepata pa kuingilia kwa sababu umedharau mambo madogo. Zakaria sura ya 4 mstari ule wa 10. Maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi nao wataiona itimazi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizi 7 ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huko na huko duniani mote. Unaona? Maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Zakaria 4:10. Wewe umeona kumsifia mke wako ni kitu kidogo sana. Kumpata zawadi mke wako ni kitu kidogo sana. Kumsifia kwa marafiki zako kwa mke wako na miguu mizuri unaona shida sana. Kumsifia mume wako kwamba mume wangu ana sauti nzuri ni shida sana. Nilikuwa nimeenda kwa kinyozi. Ngoja nikusimulia kwenda kunyolewa. Sawa, kwenda kunyolewa kwenye masaluni haya. Sasa wanaoshirika pale ni wadada. Makafuka pika pale naweka na scrub. Sasa huyu dada akaniambia bwana, sasa kufanyia scrub nitakumwagia maji na nini? Kuna zile t-shirt ambazo anavaa ndogo sio zinahitaji sio na zile t-shirt za kuvaa ndani zile za kukata mikono sio zinahitaji kwa Kiswahili sizitumie katika maisha yangu. Akaniambia sasa wewe mbona ndani hakuna ka t-shirt huko ndani kwenye hili shati ndani hamna? Nikamwambia mimi bwana sina wasiwasi wa kuna nini kuvua nguo, ngoja nivue tu shati uone kifua changu kilivyo. Kifua changu kimejaa nywele. Yule dada akaniambia una chuchu nzuri kweli. Naona akaniambia una chuchu nzuri kweli. Unaona? Na chuchu nzuri sana. Basi hawahi kusifiwa na mke wangu. Nikamwambia zinyonye basi. Akazinyonya kweli. Saluni. Simekaa kule kuna kile chumba cha kufanyia scrubs. Wanaume ambao wameenda saluni unanielewa hapo. Ameninyonya, akaona kazinyonya pale. Anyway, nakupa tu mfano. Lakini najisikia raha kusifiwa kwamba nina chuchu nzuri. Sasa basi. Nataka nikwambie hivi. Vitu vidogo ambavyo unavipuuzia ndio vinamfungulia mchawi. Vinampa nguvu mchawi ya kukuloga na uhusiano wako ukawa mbaya. Kwa sababu ni dhambi mbele za Mungu. Unaposhindwa kumsifia mke wako ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ndio inamfungulia shetani nafasi. Tumelisoma hili, napenda nirudie tena. Kitabu cha Yakobo sura ya 4.
Kitabu cha Yakobo sura ile ya 4 tulisoma, lakini kipande turudi kwa faida ya watazamaji wetu wapya. Mstari ule wa 17 inasema hivi: basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Unaweza kuona yeye ajuaye kutenda lilo, ajuaye kwamba kumsifia mume wangu ni kitu kizuri, kumsifia mke wangu ni kitu kizuri, lakini hafanyi, ni dhambi. Kwa hiyo dhambi inamruhusu mchawi akikuloga unalogeka, akiloga ndoa yako inalogeka, kwa sababu umemfungulia mlango wewe mwenyewe. Unaona, umemfungulia mlango wewe mwenyewe. Haya, twende kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 uone kwamba ninachokuambia ni kweli, kwamba unamfungulia shetani na nani, inapasa uyashinde udhaifu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 6. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umekunjamana? Mstari wa 7. Ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Unaweza kuona, narudia mstari wa 6 hadi wa 7. Akamwambia hivi, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu juu ya mke wako? Anakuuliza wewe sasa, kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, lakini yakupasa uishinde. Maana yake nini? Wachepushaji wanakuja, wanakutaka, wanamtaka mume wako. Wachepushaji wanakuja, wanataka mke wako. Wewe kwa sababu umeshindwa kumsifia mke wako anasifiwa na mchepuko, ataenda kutiwa. Unaweza kuona jinsi gani tumefungulia shetani. Kwa hiyo ndoa hiyo imelogeka kwa staili hiyo. Basi sasa, lakini lingine ambalo lipo wale mbweha wadogo wadogo umeshindwa, ukishawashughulikia sasa, wale mbweha wadogo wadogo ukishawashughulikia sasa, kuna eneo lingine ambalo unapaswa ulishughulikie. Sawa? Kama ni mwanaume usio unawahi kumaliza, ni dhambi. Haleluya! Kwa sababu unajua upasi huo unawahi kumaliza, mwanamke hatafika kileleni. Upasi kuwahi kumaliza alafu unaishia kagoli kamoja. Sasa sikiliza, nakwenda kwenye Biblia. Twende kwenye Wimbo Ulio Bora sura ya 3. Sizungumzi hadithi za paka na paje. Wewe unawahi kumaliza alafu unaishia, alafu unaenda kulala. Sasa sikiliza sasa, nikupeleke kwenye kitabu cha Wimbo Ulio Bora sura ile ya 3. Wimbo Ulio Bora sura ile ya 3. Huu wimbo ni mtamu sana. Wimbo Ulio Bora sura ile ya 3. Kwanza mstari wa kwanza. Sikiliza. Usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Anatafuta goli la pili, anashindwa. Nataka goli la pili, kinifikisha kileni mara. Nataka goli la pili, mwanaume anahangaika, goli la pili inashindikana. Narudia tena mstari wa kwanza. Usiku kitandani nilimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Goli la pili halipatikani. Mume wangu hawezi kurudia mara ya pili jamani. Bado nyege ndo zimepanda. Sawa, yeye amefika kileleni, mimi sijafika. Lakini nataka nifike raundi ya pili. Raundi ya pili mume amegoma kusimama. Anaendelea kusema huyu mwanamke. Nikasema moyoni mwangu, haya, niondoke sasa nikatafute mchepuko. Haikuandikwa hivyo, ngoja niulisome maneno yenyewe. Anaanza mstari wa kwanza. Nirudi nisome mpaka sikiliza. Usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Nikasema haya, niondoke nizunguke mjini. Hiyo mjini imo jamani, katika njia zake za viwanjani. Anaenda viwanjani. Haleluya. Narudia mstari wa pili. Nikasema haya, niondoke nizunguke mjini katika njia zake na viwanjani. Mbona viwanja na vile viko jamii? Ndio neno la vitani. Iko kwenye viwanja. Ndio kwenye Biblia. Nirudia tena mstari wa pili. Nikasema haya, niondoke nizunguke mjini katika njia zake na viwanjani, nimtafute mpendwa wa nafsi yangu. Nikamtafuta nisimpate. Maskini akajitahidi amsimamishe mara ya pili, msaidie mume wake asimamishe, lakini akashindwa. Nimejitahidi kumsimamishia lakini ameshindwa. Viwanjani, kitandani ndio kiwanjani.
kiwanjani sasa. Biblia inaendelea sasa. Twende kwa kitabu cha Mithali. Tumwangalie kiwanjani huyu mwanamke anatafuta nini? Kitabu cha Mithali sura ya ngapi? Mithali sura ya ngapi? Ngoja nitafute mstari. Mithali sura ya ngapi? Ngoja nilikuwa nimeandika hapa. Ngoja niangalie karatasi yangu nyingine uweze kuona hiki kiwanja. Twende kwenye Mithali sura ile ya 8 kama sikosei. Mithali sura ya 8. Mbali nilikuwa nimeandika lakini mwandiko wa kidaktari kidogo nichanganya mimi mwenyewe. Mithali sura ya 8. Twende pale utapata tu. Hamna shida, hili neno la Bwana na Bwana ananiongoza hapa. Okay. Mithali sura sura ya 6. Okay. Kwa nitafute mstari. I think nimeandika. Yaani inaonyesha jinsi mwanamke anavyoenda huko viwanjani anatafuta nini. Oh my God, where did I write it? Yeah, okay. Kuna maneno mazuri hapa. Hapa. Sawa. Tumeingia viwanjani sasa. Sikiliza, naomba nisikilize kwa makini sana hapa. Sawa. Mithali sura where's Proverbs? Yeah. Mithali sura ile ya 9. Mithali sura ile ya 9. Mstari wa 9, sura ya 9. Mithali sura ile ya 9 mstari wa 8 hadi wa 9. Sura ya 9 mstari wa 8 hadi wa 9. Wa 8, usimkaripie mwenye dharau. Ngoja. Nilikuwa nimeandika hapa kwa madhumuni mengine lakini ngoja nizungumzie hii hapa. Nasema hivi. Mstari wa 8. Usimkaripia mwenye dharau asije akakuchukia. Mkaripie mwenye hekima naye atakupenda. Mwelimishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima. Mfundishe mwenye haki naye atazidi kuwa na elimu. Narudia tena mstari ule wa 8. Usimkaripie mwenye dharau asije akakuchukia. Mkaripie mwenye hekima naye atakupenda. Sasa inakuwaje hapa? Yaani mwanamke anapolalamika kwamba mume wangu nifikishe kileleni, na hata hapa anakaripia. Mwanaume mwenye hekima atatafuta aondoe tatizo la kuwahi kumaliza alilonalo. Kama anaishaka goli moja atatafuta. Huyo mwenye hekima anakubali kwamba hili ni tatizo linahitaji solution. Sawa? Anasema hivi, mwelimishe, mstari wa 9. Mwelimishe mwenye hekima naye atazidi kuwa na hekima. Yaani kwa hiyo huyu mwenye hekima anakubali kusahihisha, kuambia unifikishe kileleni. Mbona unawahi kumaliza? Anakubali. Sio anaanza kusema na wewe bwana unanilinganisha na nani? Unaona? Anapokuwa anaambia bwana unifikishe kileleni. Anapoambiwa bwana wewe kwa nini hujui ukata kiuno? Anajua kwamba hakasiriki. Mbona wewe hujui kunyonya korodani? Hakasiriki. Mbona wewe umeshindwa kunisaidia kuanzisha raundi la pili? Hakasiriki. Anatafuta mbinu za kumsaidia mwanaume arudie mara ya pili. Sasa mwingine akiambiwa bwana mimi siwezi bwana. Mimi bwana nimejaribu nimeshindwa bwana. Hakuna ambalo linashindikana kwake aaminie. Biblia inazungumza hivyo. Kwa hiyo kukubali kwamba huwezi kupiga raundi ya pili maana yake huna imani. Kwa hiyo unajiita Mkristo bure, unajidanganya, huna imani kwa sababu Biblia inasema kwamba hakuna ambalo linashindikana kwake aaminie. Ndio Biblia inazungumza. Sasa unashindwa goli la pili, alafu unajiona mjanja. Sasa mimi ni mlokole, nimeokoka, natoa zaka, sijui nafanya nini. Goli la pili limekushinda. Alafu unasema nayaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Unasema uongo. Unasema uongo. Na Mungu anasikiliza uongo unaosema kwamba naweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Sawa? Unaweza yote katika yote anitiaye nguvu wakati kurudia mara ya pili imekushinda. Mungu anakusikiliza na anajua kabisa kwamba unasema uongo. Sasa kwa kuwa unasema uongo, Mungu amekusikiliza. Twende kwenye Yeremia sura ya 8. Na Mungu anasemaje juu ya hilo? Kwa sababu umeshindwa kurudia raundi ya pili, lakini bado unasema kwamba nayaweza yote katika yeye anitiaye Mungu. Mungu anasemaje juu ya hilo unaolisema, unawaambia wengine? Unasema umeokoka sana. Sasa tusikilize wokovu wako, tunaupima hapa. Kama kweli Yesu amesema kwamba yote yawezekana kwako amini wewe, mbona amekushinda kurudia mara ya pili? Mbona amekushinda? Twende sasa Yeremia 8 kuanzia mstari ule wa 6. Mungu anazungumza hapa. Mstari wa 6 hadi ngapi? Hadi wa 11. Sikiliza. Mbona basi watu hawa wa Yerusalemu
Huo ni mstari wa 5, sorry. Mstari wa 5, naanzia mstari wa 5. Mbona basi watu hawa wa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma, wasikome kugeuka hivyo? Hushika udanganyifu sana, hukataa kurudi. Nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Unaweza Mungu anazungumza hivi. Sasa unarudia mstari wa 6. Nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema, nimefanya nini kumwacha mke wangu bila kufika kileleni? Narudia mstari wa 6 nimeongezea. Sikiliza. Nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema, nimefanya nini? Nimeshindwa kumsaidia mume wangu asimamishe mara ya pili ya tatu. Nimefanya nini? Amechepuka. Haya, tunaendelea sasa. Kila mtu hurudia mwendo wake wa zamani, kama farasi na huwa na mbawayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao, bali watu wangu hawazijui amri zangu, asema Bwana. Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Wenye hekima wametahayari, wamefadhaika na kushikwa. Tazama, wamelikataa neno la Bwana. Wana akili gani ndani yao? Nisimame hapo. Taendelea hapo kwenye Yeremia 8. Asema hivi, Mungu amewaambia wanaume, amesema hivi, ishini kwa akili na wake zenu. Asema kwa kuwa wamekataa maarifa ninayowaambia. Hivi wana akili kweli hawa watu? Wataweza mwanamke? Wataweza kweli kufikisha mwanamke kileleni? Wamekataa akili inayofundishwa hapa kwenye channel hii ya Dr. Mahaba. Wamekataa elimu hii. Anaendelea hivi. Kwa hiyo nitawapa wengine wake zao na mashamba yao nitawapa watakao wamiliki, maana kila mmoja wao tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa ni mtamanifu, tangu nabii hadi kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Anaendelea. Wao wanaenda kwa wachungaji sasa, wanaohubiri tu, acha uzinzi, acha uzinzi, wanaohubiri tu acha uzinzi, lakini hawajawapa mbinu za kuacha uzinzi. Unaona? Wachungaji wanahubiri tu, acha uzinzi, uzinzi tena jehanamu, acheni chepuka, wanahubiri lakini hawapi mbinu wao waumini wao za kushinda uzinzi. Mungu anawalaumu hapa. Mstari wa 11. Kwa maana wameiponya jeraha ya binti za watu wangu wanaotaka kufishwa kileleni juu tu. Haleluya. Narudia tena mstari wa 11. Kwa maana wameiponya jeraha ya binti zangu, binti ya watu wangu kwa juu tu, wakisema amani amani, wala hapana amani. Unaweza kuona Mungu analalamika, asema makuhani na wenyewe hivyo wajinga, hawana elimu hii ya kuwafundisha watu jinsi ya kufikishana kileleni. Hawana, wamebakia tukisema tu acha uzinzi, acha uzinzi, acha uzinzi. Mungu analaumu sana makuhani. Wanawalaumu, anasema tu amani 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 amani, lakini hakuna amani. Mungu anaona hakuna amani kwenye ndoa za watu walokole. Anasema hakuna amani. Makuhani na wenyewe wamekuwa maboya. Anataka kuwashambulia tena makuhani tena. Sawa? Twende kwa kitabu cha Malaki. Sawa, twende kitabu cha Malaki. Kwenye Malaki sura ile ya 2, uone makuhani wanavyo warubuni wa Kristo watoe zaka sana, watoe sadaka sana, watoe sadaka sana ili waje wanunue magari, lakini kuwafundisha mambo ya ndani kabisa, mambo ya ndoa hawana. Sikiliza Mungu anavyozungumza. Kwanza Malaki sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 5. Agano langu naye, na nianze mstari wa 4. Nianze mstari wa 4. Mstari wa 4. Malaki sura ile ya 2 kuanzia mstari wa 4. Nanyi mtajua ya kwamba mimi nimewapelekeni amri hii ili agano langu liwe na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Mstari wa 5. Agano langu naye lilikuwa agano la uhai na amani, nami nikampa ili aogope, naye akaniogopa, akalicha jina langu. Sheria ya kweli ilikuwa kinywani mwake, wala udhalimu hakuonekana midomoni mwake. Alikwenda pamoja nami katika amani na unyofu, na kuwageuza wengi hata wakaacha uchepukaji, au wakaacha uovu, kwa maneno mengine. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa, tena yawapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake, kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi.
Unaweza kuona Mungu anasemaje? Anasema huu ulikuwa ni wajibu wa makuhani kufundisha watu jinsi ya kunogeshana kitandani. Sawa, huu ulikuwa ni wajibu wa makuhani kuwafundisha watu jinsi ya kunogeshana kitandani. Sasa kwa sababu wameshindwa kuwafundisha, tunaenda tena kwenye kitabu cha ule wimbo ulio bora. Sawa, tunarudi kwa yule mwanamke tena. Nataka nikuonyeshe hapa, nikuunganishie na hiyo hoja ya makuhani. Tuende kwenye kitabu cha ule wimbo ulio bora. Yule mwanamke alienda kwenye viwanja. Tumtafute tena, tumwangalie anasema nini katika pointi ambayo nataka niiweke hapa. Sikiliza. Wimbo ulio bora sura ya 3. Anasema hivi, mstari wa kwanza hadi wa pili, na hadi wa 3. Usiku kitandani nalimtafuta mpendwa wa nafsi yangu, nalimtafuta nisimpate. Nikasema haya, niondoke nizunguke mjini katika njia zake na viwanjani, nimtafute mpendwa wa nafsi yangu, nikamtafuta nisimpate. Sasa alipoona kwamba mume wake ameshindwa kuanzisha raundi ya pili, ya 3, ya 4, tunaenda sasa kwenye Mithali 7. Ndio pale nilipohangaika kutafuta, tumepaona sasa hivi. Mithali sura ile ya 7. Mithali sura ile ya 7. Nimepaona sasa hivi. Ngoja ni wakanyage sasa vizuri. Mithali sura ya 7. Sasa mama huyu afikishi kileleni. Kwenye ndoto akiota, anaota anafika kileleni. Akiota anafanya mapenzi kwenye ndoto. Lakini na mume wake hafiki kileleni. Mwanamke mmoja akaniambiaje, mpaka natamani ile ndoto ijirudie. Huyu mwanamke mpaka natamani ile ndoto ijirudie. Utamu unaopata kwenye ndoto. Yaani wakufa mtu. Sasa tenda kiwanjani. Ngoja nikusimulie vitu. Mithali sura ile ya 7, mstari kuanzia ule wa 10. Na tazama, mwanamke akamkuta yule kijana ana mavazi ya kikahaba, kavaa kimini, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake. Sasa ana nyege. Nyege zinamsumbua. Hebu turudie tena mstari wa 10. Sikiliza. Mithali 7 kuanzia mstari wa 10. Natazama mwanamke akamkuta yule msela ana mavazi ya kikahaba, kimini yani, mwerevu wa moyo, ana kelele na ukaidi, miguu yake haikai nyumbani mwake, nyege zinamsumbua. Mara yu katika njia kuu, kaenda kwenye kitchen party, mara kaenda kwenye birthday, kumbe anaenda kwa mchepuko, anasema anaenda birthday. Anasema anaenda kwenye mkesha, kumbe anaenda kiwanjani. Sikiliza, mstari wa 12. Mara yu katikati ya njia kuu, mara viwanjani, tena imerudiwa tena viwanjani. Haleluya, imerudiwa tena viwanjani hapa. Vitabu tofauti, lakini neno moja limerudiwa. Maana yake ni muendelezo. Mara katika njia kuu, mara viwanjani, naye huotea kwenye pembe za kila njia. Basi akamshika yule kijana msela, akambusu, akamwambia kwa uso usio na haya, kwangu ziko sadaka za amani ambazo wachungaji wameshindwa kuzitoa. Haya, tuendelee pale. Hasa mstari wa 11. Kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu nilizoapa madhabahuni kwamba sitamsaliti mume wangu. Unaona, ameondoa nadhiri, ameapa madhabahuni kwamba huyo ndio huyu mpaka siku ya kufa sitachepuka. Huyu dudu lake ndio atakuwa analinyonya peke yake. Haya, tuendelee mstari wa 11. Kwangu ziko sadaka za amani, leo hivi nimeziondoa nadhiri zangu, nimeziweka pembeni. Ndiyo maana nikatoka nikulaki baby. Nitakuletea story ya kweli, iko hapa. Story ipo hapa. Nitakuletea kutoka kwenye simu yangu. Mchatisho na dada mmoja. Nikutafute uso wake kwa bidii, naam nimekuona. Nimetandika kitanda changu magodoro mazuri, yananepa nepa tu, kwa matandiko ya Kimisri yenye mistari zebra. Mistari ya zebra. Haleluya. Anaendelea mstari wa 17. Nimetia kitanda changu manukato, perfume, manemane na udi na madarasini. Ameweka vyote hivyo kwa ajili ya mchepuko. Haya, na tushibe upendo hata asubuhi, tujifurahishe nafsi zetu kwa mahaba. Maana mume wangu hayumo nyumbani, amekwenda safari ya mbali. Haleluya. Umeenda safari ya mbali, unachelewa kurudi. Unamaliza, unachelewa kurudia raundi ya pili. Unachukua muda mrefu, yani raundi ya pili
mpaka saa lipite mwanamke kesha sinzia. Ukimwamsha usinisumbue bwana, usinisumbue bwana. Mama kaenda viwanjani. Haya sasa tuende kwenye story kwa huyu mama alienda kiwanjani sasa. Sikiliza sasa, nakuletea kesi sasa. Sikiliza. Dokta, mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 55. Mke wangu ana miaka 49. Tumekuwa kwenye ndoa hii miaka 27. Lakini kwa miaka mitatu iliyopita ndoa yetu imeanza kumeguka vibaya sana. Ananiambia kwamba hanipendi mke wangu. Hanipendi kabisa. Amejaribisha kuondoka na kwenda kwao mara 2, lakini mara zote amerudi yeye mwenyewe. Sasa hivi analala kwenye chumba cha tofauti na kile ambacho tulikuwa tunalala kama mke na mume. Dokta, nimeumia sana moyoni. Najisikia mpweke sana. Napata usingizi kwa shida sana. Yaani unapofika usiku najisikia vibaya. Wakati wa mchana at least nafanya vikazi najisikia kidogo nafuu. Lakini ndani ya moyo wangu bado naumia, nateseka. Naumia ndani kimya. Sijui nifanye nini dokta. Maana maisha yamekuwa magumu mno ndani ya nafsi yangu. Kama hela ninazo, lakini mke wangu dokta nampenda. Imekuwaje hataki hata kuniona sura yangu sasa hivi? Hii ni story ya kweli. Ndoa ya miaka 27. Mama keshaenda kiwanjani. Sawa? Keshaenda kiwanjani. Huu ni mwaka wa 3. Sawa? Keshaenda kiwanjani tayari, anatiwa vizuri sana. Anafika kileni mara 4 mara 3. Sasa anaona sasa mume wangu naona ananisumbua tu, anawahi kumaliza kurudia hawezi. Naona mume wangu tu ni msumbufu, kwani nisikae kitu kingine. Sasa nataka nikuletee kesi ya kweli hapa. Kuna mchatisho ambao nimechata na dada mmoja jana. Ni WhatsApp, sio message ya kawaida. Nikuletee message ya kweli hapa uweze kuona kwamba hivi vitu vipo na sio vitu vya kutunga. Unajua ningi nitafute, naikumbuka tu picha yake yule dada. Ngoja niangalie kama nitampata. Naikumbuka tu picha yake. Na account 2 za WhatsApp kwenye hii simu. Ngoja niende kwenye account ya pili ya WhatsApp. Kwa sababu picha yake naikumbuka yule dada. Kwenye account ya pili ya WhatsApp kwenye hii simu. Okay, sasa huyu mama yuko ndani ya ndoa. Huyu hapa nimempata. Ni mzuri kweli kwa SP. Sasa mchatisho huu hapa. Hii nakwambia historia, picha yake iko hapa. Sawa? Unaona? Mchatisho huu hapa. Sawa? Ngoja nikusomee sasa uweze kuona mwanamke anayejua kwenda kwenye viwanja. Sikiliza. Message yake ya kwanza. Dokta, samahani. Naomba msaada wako. Nikiwa nafanya tendo la ndoa najikuta hewa inatokea ukeni kama kujamba, sielewi shida ni nini. Hiyo ndio message yake ya kwanza. Ilikuwa ni jana saa ngapi? Saa 10:06 jioni. Sawa? Narudia tena message. Dokta, samahani. Mimi naomba msaada. Wakati nikiwa nafanya tendo la ndoa najikuta hewa inatoka ukeni kama kujamba, sielewi shida yake ni nini. Nikamuuliza. Hapo nikamwambia hivi, hapo maana yake uke wako umelegea au umetanuka. Akasema hivi, lakini hiyo hali dokta inatokea pale nikitoka nje ya ndoa. Ninapokuwa na mume wangu hiyo hali ya kujambia ukeni haitokei, na hii ni mara ya 3 imenikuta mchepukoni. Nikamuuliza, nikamwambia hivi, je, kuna mkao ambao unapata hiyo hali? Kuna mkao wowote? Akasema, lakini nimekuwa naye kwa muda, hiyo hali haikuwepo. Nimeanza kuisikia hivi karibuni. Dokta, ndio hapo nikashtuka kukutafuta. Nikamuuliza tena swali la pili, alikuwa hajajibu swali la kwanza kwamba mkao. Je, kuna mkao ambao inatokea hivyo au na mkao wowote ule? Akasema, mara nyingi nikiwa na mchepuko huwa tunapenda mtindo ule wa chuma mboga, ila nikiwa ndani sijajaribu hiyo staili. Yaani pale anapochomoa ndipo hiyo ya kujambia ukeni inatokea. Nikamuuliza swali, je, kati ya mumeo na mchepuko ni nani ana uume mrefu au mnene kuliko mwenzie? Yeye akasema, mume wangu ndio mwenye uume mrefu. Unaona? Nikamwambia hivi, basi subiri hali hiyo ikijirudia mara nyingine tutajua tatizo. Inawezekana hali hiyo sio mbaya sana, labda siku hiyo ulikuwa kitofauti.
Akasema dokta, hapana dokta, ni mara ya 3 sasa. Ilikuwa Ijumaa ya wiki iliyopita. Ndio maana ilikuwa mara ya 3, ilikuwa Jumatano, ndio maana nikaogopa. Nikamwambia basi kama ni hivyo unahitaji dawa. Maana hali hiyo kama haikuwepo mwanzoni kwa mtu huyo huyo, hali hiyo itaanza kujitokeza hata kwa mume wako. Sasa haitakuwa kwa mchepuko peke yake. Akasema dawa nitazipataje? Nikamwambia hivi, dawa ipo na kutumia kwa mabasi pamoja na usafiri ni shilingi 85. Akasema aha, sawa. Akanirudia tena akasema, lakini na kingine, sina hisia na mume wangu. Ni mwaka wa 6 sasa hivi. Na hata nikifanya naye mapenzi sihisi chochote. Lakini nikitoka kwa mchepuko niko sawa kabisa. Nikamwambia hivi, ushauri unalipia shilingi 5,000 kwa M-Pesa kisha ndio unanipigia. Akasema basi nikiwa tayari nitakutafuta. Akasema napatikana niko Dodoma sehemu moja panaitwa, akataja. Nataka nifiche siri hiyo, sipendi kutoja eneo kitongoji alicho. Nikamuuliza sasa, kwa ifanya utafiti kwa ajili ya madai, kwa sababu kuandaa madai. Nikamuuliza, nikamchokonoa, sasa nimeshinda kulipa 5,000 kupata ushauri. Akasema ngoja na mimi basi mimi nifaidike na hii topic. Nikamwambia hivi, ya kutokuwa na hisia na mumeo ina muda gani? Akasema miaka 6. Nikamuuliza, je, mumeo ni mkali? Hana muda na wewe au ni bahiri? Vitu gani usivipenda kutoka kwa mume wako? Akasema vyote dokta, hivyo ulivyovitaja hapo juu. Mara nyingine huwa ananipiga vile vile na kunipigia kelele mara kwa mara. Alafu pia ni mlevi. Unaweza kuona? Sasa nimekatisha tu. Sasa unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Sasa huyu ni mwanamke ameenda viwanjani. Sasa huyu ni mwanamke anaenda viwanjani. Sasa kuja niongee na barmaid anayefanya kazi barmaid. Na kutumia na niende sasa yuko kwenye message za kawaida sasa. Huyu ni barmaid. Uweze kumsikia barmaid alivyo. Sasa barmaid anakuletea sasa picha kamili ya wanaume wanaoenda. Sasa ameanza na swali hili. Habari dokta. Chatting hizi hapa. Sawa. Huyu ni barmaid, anafanya kazi barmaid. Sasa sikiliza. Habari dokta, nikamwambia salama. Samahani daktari, naomba kuuliza. Mbona mimi sasa hivi nikifanya mapenzi mbele nyuma kunaumia? Nikamuuliza, wewe ni mwanamke au ni mwanaume? Akasema mimi ni mwanamke. Nikamuuliza, je, ulishawahi kuingiliwa kinyume na maumbile? Samahani, kuna mtu ananipigia hapa, ngoja ni bwana, samahani, niko na record video, tuwasiliane baadaye kidogo, baada ya dakika 20 hivi nitakuwa nimemaliza. Nipigie baadaye kidogo na record video. Okay. Sawa. Akasema hivi, sijawahi kuingiliwa kinyume, labda kujichua nishawahi. Nikamuuliza, una umri gani? Na je, umejichua kwa muda gani? Akasema nina umri wa miaka 22. Na hicho kitu kimeanza muda nilivyovunja tu ungo. Nikamuuliza, je, mwanaume ana uume mrefu? Akasema hapana, ngoja nikwambie ukweli dokta. Mimi ni barmaid. Ninauza bar. Nimeanza kufanya kazi hiyo mwaka juzi. Nikameshamuuliza, je, umeshakuwa na wanaume wangapi? Nikamuuliza, hapa natafiti nipate kukuletea wewe. Sawa? Kwa hiyo nikipata mwanaume naenda kulala naye ili nipate pesa. Ni wanaume tofauti. Tena ni wengi sana. Binti ya miaka 22 huyo. Nikamuuliza uko wapi? Akaniambia mahali alipo, sikuambia. Nikamwambia hivyo kama ni hivyo unahitaji dawa, maana mfuko wa uzazi umesogea mbele sana. Tafuta shilingi 55 nikutumie dawa kwa basi. Ni muhimu usije ukapata kansa ya kizazi. Akasema sawa daktari. Wewe si upo Mwanza? Nikamwambia ndio niko Mwanza. Nimeshawahi kutuma dawa huko uliko. Nikamtaja na mji ambako ulipo, za nguvu za kiume, za kuwahi kumaliza, kuzuia kuwahi kumaliza, na kuongeza ukubwa wa uume. Nimeshawatumia wanaume kadhaa huko kwa basi ambao linatokea hapa Mwanza kuja huko. Akaongeza pointi nyingine, sasa pia kingine daktari, nina matatizo mengi. Mpangilio wangu wa bleed umevurugika. Kila mwezi naingia tarehe tofauti. Pia damu ambayo nyepesi ila ina vibonge vya damu nyeusi. Hata nikifanya mapenzi siku za hatari sipati ujauzito. Na nilitoaga ujauzito 2. Wanaume niliokuwa nipo nao kwenye mahusiano walikuwa wananitoa. Sasa hivi nahangaika mtoto. Nikamwambia hivi, hilo ni jambo ambalo linahusiana na matatizo mengine ambayo umekutana nayo ya mfuko wa uzazi. Unahitaji tiba kwa sababu tayari kuna hormones ambazo zinasaidia mayai kuwa bora, hazifanyi kazi vizuri zile hormones. Nikamwambia, akasema sijajua, pengine ni kizazi kimepanda juu sana, maana nimelala na wanaume wengi sana.
daktari, uwezekano wa kupata mtoto upo kweli? Maana wenzangu wananiita majina mengi, maana wote wana watoto. Nikamwambia hivi, bado umri mdogo ulionao, unaweza kupata mtoto. Wewe tafuta hiyo hela niliyokuambia, tuweke mambo sawa. Akasema sawa daktari, ngoja nijitahidi Jumatatu nikutumie hela, maana mama alikuwa anaumwa, sasa hivi sina mpaka Jumatatu asubuhi nitakutumia. Nikamwambia Mungu akijalia, inaelekea wewe ni mzuri wa sura au maumbile kwa umri huo kukutana na wanaume wengi kiasi hicho? Hapana dokta, sio hivyo, mimi ni Bahamedi. Sawa, Bahamedi asema Bahamedi yoyote ndio lazima alale na wanaume apate hela chapchapu. Nikamwambia sawa, hebu nitumie picha yako WhatsApp nione, niangalie kama uzuri wako ni sawa kuweza kuvuta wanaume wengi. Akasema nitakutumia, akanitumia, ni mzuri kwa kweli, ana makalio mazuri, ana sura nzuri. Sasa yeye ameweza. Nikamuuliza swali la mwisho la kiuchokozi. Nikamwambia okay, sasa je, asilimia kubwa ya wanaume unaolala nao ni waume za watu au ni masela tu? Akasema naona wengi wao ni waume za watu. Sasa mwanamke mpumbavu huibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Sasa nikusomee shuhuda nyingine hapa ya mwanamke ambaye ameweza kuboresha ndoa yake. Anachokisema sawa, anasema he is always easy. Anasema yani he is easy. Anasema easy. Sasa nataka nikizungumze hapa, anasema hivi, matatizo ndani ya mahusiano hayatokei siku moja tu kwamba mtu ameamka tu asubuhi matatizo yameshakuja yako hapa. Sawa? Haitokei hivyo. Ni kwamba yanaanza kidogo kidogo, ndio wale mbweha tuliozungumzia kule. Mpaka mwanamke anaenda viwanjani. Sawa? Akutana na msela. Sikiliza. Wanaume wengi ni wavivu, wanawake na wenyewe ni wajinga. Hawatafuti maarifa. Na Mungu amesema kwamba pasipo maarifa mambo yanaharibika. Sawa? Pasipo maarifa mambo yanaharibika. Sasa basi, kutokana na ukweli huo basi, wewe unapoona uko kwenye uhusiano wa kimapenzi, naomba unisikilize hapa, nitaongea vitu vikali kidogo hapa. Unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi, halafu hutafuti elimu ya kimapenzi, unajiingiza mahali pagumu wewe mwenyewe. Sawa? Na unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi, mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Na jarida na video ambazo naziuza shilingi 10,000. Sawa? Mwanamke anapaswa ajue kwamba mwanaume ana maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Sasa uvivu umewapofusha watu macho wa kuona kwamba mambo yalivyo yabaki tu hivi. Inatosha bwana. Inatosha sasa. Angalia ndoa ya miaka 27. Mwanamke amehama chumba. Anaishi kwenye chumba. Ndoa ya miaka 27. Nimekuletea hapa kwenye video 2 zilizotangulia. Ndoa ya miaka 30. Mwanaume kwa miaka 2 anasema sifanyi tendo la ndoa na wewe, inatosha. Sawa, miaka 2. Mwanamke amekuja kushtuka baada ya kukuta kondom kwenye begi la mume wake. Nimemtumia video na majarida, anasema daktari, ndoa imekuwa tamu. Ngoja nikusomee maneno, sipendi kuzungumzia maneno yangu mimi mwenyewe. Ngoja nikusomee wewe kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya. Sawa? Ngoja nikusomee, nimemsave mama massage. Ngoja nikusomee kwa faida ya wasikilizaji wetu wapya. Ngoja nikusomee. Ngoja nimtafute mama massage. Okay, mama massage iko wapi hapa? Kuna mama Jessica hapa. Mama massage nimemsave iko wapi? Mama Jessica. Mama massage, ngoja nitafute hapa mama massage. Okay. Huyo hapa nimempata. Sawa? Okay. Sikiliza sasa. Ngoja kwanza. Ngoja mama massage. Kuna kitu hapa nataka nikuonyeshe. Unaweza kuona hii hapa nimemsave mama massage, sawa? Hiyo sawa? Hizi ni message za kawaida. Mama massage nimemsave hapa, sawa? Sasa huu ni mchatisho ambao nimechat naye, sawa? Unaweza kuona. Huu ni mchatisho ambao nimechat naye, sawa? Ni mrefu kidogo. Sorry. Kwa sijafungua, kumbe nimeenda kwa jina name moja kwa moja. Kwa sijafungua massage, kwa sijafungua kwenye message, nilikuwa nimefungua tu pale kwenye okay, huyu hapa. Unaona? Okay. Mama massage huyu hapa, sawa? Naenda kwenye kufungua message hapa, sawa?
Ngoja nifungue message hapa. Sawa, unaona mchatisho ule? Naona mchatisho ule. Sawa? Haya. Message yake ya kwanza anasema, Dokta, Mungu akubariki sana. Baada ya kumtumia video. Dokta, Mungu akubariki sana. Maana umeiponya ndoa yangu iliyokufa kwa muda wa miaka 3. Baada ya kukusikiliza nikafanyia kazi zile video ulizonitumia na majarida jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole kama bata. Mume wangu alipagawa na kunguruma kama anakata roho. Hakika ni Mungu amekutuma kuponya ndoa zetu. Nahitaji video mpya utakazokuwa umezitoa. Sawa? Nimechat naye sana kwa sababu ya muda, naomba niache, lakini message yake ya mwisho ndio tamu zaidi. Hii ndoa ina miaka 30. Sawa? Naweza nikakusomea hapa, lakini naomba uniamini kwamba nakwambia ukweli, niokoe muda hapa. Sawa? Message yake ya mwisho inasema hivi: Dokta, nashukuru kwa hayo ambayo umeyafanya, jinsi ndoa yangu ilivyokuwa mpya. Uliyesema kwamba watu wanaangamia kukosa maarifa ni sawa kabisa, maana ndoa yangu sasa hivi nimetengeneza, mambo yamekuwa mazuri. Tunafanya mapenzi mara kwa mara, kumbusu, kumpa zawadi yamekuwa na nguvu sana. Mume ananipenda mpaka nashangaa. Kweli haya mambo yamekuwa zaidi ya tendo la ndoa. Barikiwa sana. Sasa hiyo ni message ya pili kutoka ya mwisho. Ya mwisho anasema hivi: asante Dokta, mafundisho yako yamenifanya nihisi penzi la hali ya juu kuliko tendo la ndoa. Barikiwa sana na uwe na uzee mzuri. Sasa haya ni maneno ambayo ni yametoka kwa mama mwenye umri wa miaka 55. Sasa vitu hivi navizungumza hapa, unaona kwamba ni vitu vya kawaida, lakini sasa kuna kitu ambacho nataka nikizungumze ambacho sitaki kukiacha. Ni kwamba usipokuwa na bidii ya kutafuta maarifa, ukawa mvivu, majanga lazima yatakuwepo. Sawa? Tuanze na Mithali sura ile ya 10. Mithali sura ile ya 10 mstari wa 4 inasema hivi: atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Unaona? Anasema Mungu amesema ataibariki kazi ya mikono yako. Hujui jinsi ya kumpapasa mkeo, hujui jinsi ya kumpapasa mumeo, hujui jinsi ya kuchezea korodani za mumeo kwa mkono wako, hujui jinsi ya kuchezea uume kwa mkono wa mume, hujui jinsi ya kuminya sehemu ambazo zinapaswa kuminywa, lakini unaona mambo yako sawa. Hiyo ni Mithali 4:10. Mithali 19 uweze kuona. Mithali 19 mstari ule wa 15. Mstari wa 15 unasema hivi: uvivu humtia mtu katika usingizi mzito, na nafsi yake mvivu itaona njaa. Utaona njaa ya kufikishwa kileleni mpaka uende viwanjani. Nasema hivi, uvivu humtia mtu katika usingizi mzito na nafsi yake, yani unaona mambo yako shwari tu, ufikishe kileleni unaona mambo yako sawa tu. Unawahi kumaliza uweze kurudia, unaona mambo yako sawa tu. Sawa? Na ngoja kusomea hivi. Hii ni Biblia, uweze kuona. Mstari wa 5 unasemaje? Mstari wa 5 unasema sura ya 10 mstari wa 5. Sura ya 10, Mithali hiyo 10:5. Nasema shahidi mwaminifu. Sura ya 10 mstari wa 5 inasemaje? Inasema hivi: akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima, bali asinziaye wakati wa mavuno ni mwana mwenye kuaibisha. Asinziaye wakati wa mavuno. Mnapofanya mapenzi, mwanamke anategemea avune kufikishwa kileleni. Sasa wewe ume wako unasinzia, alafu unaona ni sawa tu. Unaona? Nasema hivi mstari wa 5, akusanyaye wakati wa hari ni mwana mwenye hekima. Yaani lazima ujiandae kabla ya kipindi cha tendo la ndoa, uhakikishe kwamba una uwezo wa kufikisha mwanamke kileleni. Narudia mstari wa bali asinziaye, yani dudu linalala wakati wa mavuno. Mwanamke anategemea kupata mavuno, hafikishi kileleni. Hiyo ni shida. Haya, Mithali 21:25. Mithali 21:25 inasema hivi. Mithali 21:25, matakwa ya mtu mvivu humfisha, yani humuua, kwa maana mikono yake hukataa kufanya kazi. Unaona? Yani ndoa hiyo itakufa, mkono wako unakataa kufanya kazi. Hujui jinsi ya kuchezea kisimi cha mwanamke. Kisimi kina mishipa ya fahamu isiyopungua 8,000.
Hujui kisimi cha mwanamke kinachezewaje, hujui, lakini unajiona huku na tatizo la kuwahi kumaliza, alafu maumbile yako membamba au yamepinda kama ndizi. Haya, Mithali 26:13 na 14. Mithali 26:13 na 14. Mithali 26:13 na 14 nasema hivi: mtu mvivu husema simba yuko njiani, simba yuko katika njia kuu. Kama vile mlango ugeukavyo katika bawaba zake, kadhalika mtu mvivu katika kitanda chake. Yaani wewe ukishamaliza tu unawahi kulala. Yaani unalala, unamwacha mke wako hajafika kileleni. Hiyo ni dhambi ambayo inapaswa uitubie. Mithali 19:24. Mithali 19:24. Nataka tuangalie maandiko. Siseme daktari anaongea hapa biashara yake. Mithali 19:24 inasemaje? Inasema hivi. Hii nimeshaisoma. Nisome Mithali 26:16. Mithali 26:16 inasema hivi. Mithali 26:16 inasema hivi: mtu mvivu na mwenye hekima machoni pake kuliko watu 7 kutoa sababu. Na nianzie mstari wa 15 hadi 17. Mtu mvivu hutia mkono wake sahanini, kwa kumchosha hupeleka tena kinywani pake. Mtu mvivu ni mwenye hekima machoni pake. Yaani anajiona kwamba anajua kila kitu. Kumbe mke wake afiki kileleni, yeye hana habari. Hujui, tafiti zinaonyesha kwamba 67% ya wanawake wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. 67%. Sasa anasema hivi: mtu mvivu ni mwenye hekima machoni pake. Hajui dalili za mwanamke aliyefika kileleni yukoje, ni mwanamke anayedanganya yukoje, hajui. Ndio huyo anaitwa mvivu, anahangaiki. Mtu mvivu ni mwenye hekima machoni pake kuliko watu 7 wawezao kutoa sababu. Haya, hayo nimekusomea, ni maandiko. Haya, gumu zaidi sasa ni hili sasa. Hili ndio gumu zaidi. Mithali 18:19. Hili ndio gumu kuliko yote. Hili ndio gumu kuliko yote. Mithali 18:19. Namalizia kwa mstari huo. Mithali 8:19 inasema hivi. Mithali 18:19. Ndugu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu, na mashindano ni kama mapingo ya ngome. Unapomchukiza mke wako kwa kutokumfikisha kileleni, unapomchukiza mume wako kwa kushindwa kunyonya dudu lake vizuri, sawa? Wasema hivi, mtu aliyechukizwa ni mgumu kuliko mji wa nguvu. Yaani mji wenye ngome kubwa, yani kushinda. Yaani mume wako ataendelea kuwa mbishi, atakuwa jeuri, ataonekana kutokujali kwa sababu umesababisha ugumu wewe mwenyewe bila kujua. Sawa? Umesababisha ugumu wewe mwenyewe bila kujua. Sasa hayo nimekuletea siku ya leo uweze kuona jinsi gani utaweza kujitoa. Haya mambo yanahitaji elimu. Pasipo maarifa, Mungu amesema watu wanaangamia. Na sio hilo peke yake, Mungu amesema kwamba watu wasiokuwa na maarifa Mungu hata wahurumia. Imeandikwa kitabu cha Isaya 27 mstari wa 11. Na imerudiwa tena hiyo kwenye Hosea 4 mstari ule wa 6. Labda nasema nimalizie na hiyo Hosea kwa sababu ni kipengele ambacho watu wanakisikia sana madhabahuni, lakini hawakitilii maanani katika eneo hili la tendo la ndoa. Hosea 4:6. Hosea 4:6 inasema hivi. Hosea 4 jamani sikiliza. Hosea 4:6 inasema hivi: watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa umeyakataa maarifa, mimi nami nakataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, nami nimetawasahau na watoto wako. Unaona makuhani walivyokuwa wajinga, wachungaji hawafundishi maeneo haya kwa kina. Sasa sikiliza, Mungu analalamika sasa kwenye sura ile ya 6 kitabu cha Hosea. Anasema, Ephraim, nikutendee nini? Yaani elimu iko lakini huitafuti. Elimu kwa sababu Mungu anatoa elimu yote, inatoka kwa Mungu, kutoka na Mithali sura ile ya 4. No. Anasema, Ephraim, nikutendee nini? Yuda, nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi na kama umande utowekao mapema. Kwa sababu hiyo nimewakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua. Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka ya kuteketezwa. Unaweza kuona
Wachungaji wengi wamekazania tu mstari huu hapa, maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Wamekazania tu kwenye sadaka za kuteketeza, toa sadaka, toa zaka, wamekazania. Lakini basi Mungu nikasema nikutendee nini? Nimesema watu wangu wanaangamia kosa maarifa. Sasa ndoa yako inaangamia, lakini utafuti maarifa. Nikutendee nini wakati nimeshakwambia solution iko wapi? Unaona? Sasa nishakwambia solution iko wapi? Lakini sasa nikutendee nini wakati nishakwambia? Unataka nini? Yesu akawaambia, kizazi hiki kinataka sana ishara, lakini hawatapewa ishara nyingine. Sasa kizazi kinahitaji ishara nyingi. Sasa sitawapa ishara, isipokuwa ishara ya Yona. Amini kwamba Mungu anakupenda na anataka kusaidia. Anayasikia malalamiko yako yote. Wewe unasema kwamba naweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Unasema uongo. Wakati umeshinda kufikisha mtu wako kilele, unasema uongo, na ni dhambi ambayo inapaswa uitubie. Hii ni Kliniki ya Afya Mapenzi, maelekezo jinsi kupata video na elimu mpya ya mapenzi ndani ya kitanda ili mke wako asiende viwanjani. Maelekezo naweka hapo chini. Kwa wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie heri katika mahusiano yako ya mapenzi. Bye bye.